Ujumbe kutoka kwa Baraza la Maaskofu wa Tanzania ambao ni TEC, huko kiweza kutoa ujumbe kwa serikali lakini pia kwa chama pinzani, chama cha CCM, na huku ikiwa ni sehemu ya maoni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kile kilichoweza kudaiwa katika mazungumzo na nukuu ya waraka waliweza kusema katika siku ya Pasaka tarehe 20 mwezi wa 4 2025 ilikuwa ni kuhusiana na kuhakikisha kabisa kwamba kunakuwa na maadhimisho mema mazuri ya kutengeneza amani ndani ya taifa la Tanzania, na huko akizidi kuzungumza kuhusiana na hiki kinachoendelea kuhusiana na Tundu Lissu kuweza kuweka madai mezani, no reform no election, kwamba kama kutokuwa na mabadiliko ya katiba basi hakutakuwa na uchaguzi, na huku akiweza kutolea mifano kuhusiana na madikteta ambao wamekuwa wanaogopa kurudi tena mezani, manake inakuwa sio rahisi kuweza kufanya uchaguzi kwa sababu kila mmoja atakuwa anaogopa kufanya uchaguzi kutokana kabisa kwamba kutakuwa na ile sintofahamu ya kupata haki yake. Kwa hiyo ni swala ambalo tayari limeonekana kabisa kwamba limejadiliwa vizuri na Baraza la Maaskofu TEC ambao limeweza kuongozwa na Rais Wolfgang Pisa, ambaye ameweza kutoa waraka huo na kuweza kuzungumza na kuiomba serikali iweze kukaa na kurudi tena mezani, kwa sababu tayari chama pinzani, chama cha demokrasia na maendeleo, umeonekana kuchukizwa na muongozo unaoendelea ndani ya katiba ya Tanzania. Hivyo hata kwa Baraza la Maaskofu TEC na wao wameweza kukaa kikao na kuandaa waraka pia wametaka kuhusiana na sakata la Tundu Lissu aweze kuachiwa haraka iwezekanavyo, huko tukiwa tunajua Aprili 24 ni siku ya kuweza kusikiliza kesi ya Tundu Antipas Lissu, na endapo kesi hiyo kama atashindwa, manake tunajua hukumu yake inakuwa ni kunyongwa kutokana na kesi ya uhaini na vile ambavyo tayari sheria na vifungu vinavyoweza vikamfunga. Lakini kwa Baraza la Maaskofu yote hayo hawajataka kuyazungumza kuhusiana na hatima ya Tundu Lissu kama ni kunyongwa. Wanachokihitaji ni kwamba aweze kuachiwa haraka iwezekanavyo bila masharti. Ni ombi, na pia imeonekana kabisa kama ni swala ambalo tayari wameweza kulikalia kidedea, na huku akiomba serikali iweze kumwachia Tundu Lissu bila masharti yoyote na bila ya mazungumzo yote, kwamba ni swala ambalo tayari limeonekana limewafika. Na hili ni swala ambalo tukijaribu kuliangalia kwa dhahiri shahidi, kama endapo serikali ikaweza kufikia hatua ya kutomtoa na pengine kama kesi hiyo itaweza kumshindwa Tundu Lissu, manake kutakuwa tayari na mvutano na viongozi wa dini pamoja na serikali, na hapo ndo panapoanza kuwa na changamoto. Pakisha kuwa na mvurugano na kuwa na mvutano baina ya viongozi wa dini, tena kama unavyojua kabisa kama Baraza la Maaskofu ambao wamekuwa na power kubwa, ambayo tukijaribu pia kuliangalia hilo kabisa, nafikiri dola ya dunia nzima na mataifa tofauti inaendeshwa na papa. Kwa hiyo ni swala ambalo pengine linaweza likaluzua utata mkubwa sana.